Halo, naomba nithibitishe kauli yangu ya kwamba humu ndani tuna watu wana experience tofauti tofauti, na nimepokea comment kutoka kwa ndugu yetu ama mpenzi msikilizaji wetu anaitwa Mary. Kuna swali ambalo liliulizwa kuhusiana, je, mtu kama ana cheti ambacho ni chakavu, je, kupata cheti kipya itagharimu shingapi au inakuwaje? Na mimi nikawa nimetoa ufafanuzi wangu nikasema kiukweli kupata cheti kipya ni process, maana watu wengi sana wakipoteza hata vyeti vyao wanateseka sana. Lakini Mary amekuja akafafanua zaidi. Naomba nisome komenti yake kwa faida ya mpenzi msikilizaji ambaye alihitaji kufahamu hili na huenda ana cheti ambacho kimechakaa. Hata kwako wewe ambaye una cheti kimechakaa, basi hakikisha cheti chako unakifanya kiwe kipya na pia unakipiga lamination kwa ulinzi zaidi. Mary Halamga amesema ya kwamba naomba nisaidie huyu wa cheti kurudisha kiwe kipya tena. Ni shilingi 30,000 tu, labda kama watakuambia kitu kingine, lakini haizidi 30,000. Asante. Kwa maana hiyo, kwako wewe ambaye una cheti kimechakaa unatamani ukirudishe kiwe kipya, gharama yake ni 30,000. Hivyo jaribu kufuatilia ufuate process zote. Na kama ni kweli uko serious, basi tumuulize Mary Haramga inakuwaje ama unapitia step gani hadi unafikia hiyo stage ya kutoa 30,000. Iko hivyo ndugu zangu, na hii imethibitisha ya kwamba tuna watu tofauti tofauti kwenye hii channel. Asante sana kwa kunisikiliza, na hii ni kwa faida ya watu wote ambao wanasikiliza Ajira Update. Na kama bado hujabonyeza kitufe chekundu, basi bonyeza kitufe chekundu ili uwe wa kwanza kupokea taarifa punde tu zitakapotoka. Asante.